mwananchi hana elimu kuhusu zile pesa. Nadhani kama kuna watu ambao wanasikiliza taarifa za habari kwenye redio, niko na siku nilisikia kwamba wananchi wa Simo wamegoma kuchukua hela za mkopo kwa sababu hawana elimu kuhusu urejeshaji wa zile fedha. Sasa kinachotakiwa nyinyi kama wakufunzi, mjaribu kutupa elimu ambayo yani elimu ya uhakika, yani mtuelimishe sisi wananchi namna ya kukopa zile pesa au kurejesha zile fedha. Yani tatizo sio pesa, urejeshaji wa pesa. Ndio maana mtu nilisikia taarifa kwamba wananchi wamegoma kuchukua fedha za mikopo sababu wanaogopa kufilisiwa kwa sababu hatuna elimu kuhusu urejeshaji wa wananchi wa zile fedha. Kwa hiyo bado tuna changamoto kama ile pale. Tatizo ni elimu. Mtu anaogopa kuchukua hela. Shida anakuwa nayo, lakini sasa anaogopa kwamba nikichukua hizi fedha, mfano labda nikishapata labda emergency kwamba hela imekosekana labda kwa muda mwafaka, nitafanyeje? Kinachofuata pale labda mtu anakimbia familia yake. Kwa hiyo kuna changamoto kama ile. Kwa hiyo inabidi elimu yenu muizidishe kabisa kwa wananchi ili tujue namna ya kurejesha zile fedha za mikopo. Ni kweli watu hawana ule uelewa halisi wa ile hela. Labda akisha ana mafunzo sawa, lakini ni jinsi gani ataendesha biashara yake ili ile hela iweze kuzalishwa zaidi. Kwa hiyo sasa elimu living labs mwakabe. Ukishindwa kurudisha, unaenda kurudisha elimu living lab vitu. Lakini ni vema zaidi kwa sababu nyinyi mko hapa. Ndio. Bora mngetoa tu kwa niaba ya wote tulioko hapa, angalau kila mtu akasikia, kwa sababu ili kumfuata pale nani si labu nimeona mmeandika pale. Sasa ili kumfuata mmoja mmoja kwamba nikaulize bwana hivi kuhusu ule mkopo pesa na rejesha vipi, itakuwa ni usumbufu, maana kila ofisi ni moja. Sasa ni vema mngetoa elimu kwa watu ambao tumekusanyika hapa, kila mtu akasikia kwamba kuhusu zile fedha unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa urudishe vipi, au unatakiwa uzitumie vipi, ili kwamba uje upate angalau faida kwa ajili ya kurejesha nini mkopo. Unaona, ni vema zaidi mngetumia hii nafasi mkatuelimisha sisi ambao tuko hapa, kuliko ile kusubiri kwamba kila mtu amfuate ofisini pale. Ingekuwa vyema zaidi. Asante. Watu walio wengi walidai hawana taarifa na mfuko wa vijana na hawajui unafanyaje kazi. Sasa tukajaribu kufikiri namna gani watu wataweza kupata taarifa, lakini wananchi wenyewe wao kwa pamoja walichagua njia kuu tatu za kuweza kufikisha taarifa kwao. Ya kwanza ikiwa ni kwa kutumia simu zao za mkononi. Ya pili ikawa ni kutumia mikutano ya kijamii. Na ya tatu ikaonekana ni kutumia labda redio au vyombo vya habari. Ilikuwa ni vitu vingapi? Vitatu. Sasa tukafikiri kwamba njia rahisi sasa ya kuanza nayo, tumeanza na kimoja. Kimoja ambacho tumeanza nacho kwa sasa ni kutengeneza programu ambazo ni za simu. Mwananchi unaweza ukawa hapo ukapata taarifa moja kwa moja au ukatuma maoni yako moja kwa moja. Hiyo report inafanywa kazi ndani ya muda mfupi, labda baada ya wiki 2 au wiki 3 inaweza likawa tayari, na itakapokuwa tayari tutarudi tena kuwapa jinsi ya kuwaelekeza jinsi ya kufanya kazi. Lakini pia hii program ambayo tumejaribu kuangalia, tukaita wananchi kwa mfano kama sasa hivi tunavyoangalia. Watu wako mashambani sasa hivi. Ikifika saa 7, saa 8, saa 9 unaweza kuwa watu wako wengi sana hapa. Sasa ukitoa taarifa kwa watu wachache ni sasa hata kitongoji kimoja hakifiki. Kwa hiyo tukafikiri tuna haja ya kuanza kufanya kazi na wenye vitu wa vitongoji. Na hii program inayoanza hapa itafanya kazi sana na wenye vitu wa vitongoji. Ili wenye vitu wa vitongoji wanakusanya watu wao kwenye vitongoji vyao, wanakuja kupewa elimu kwenye vitongoji vyao na kuelekezwa kila kitu kinafanyaje kazi na shughuli zote zinafanyaje kazi. Kwa hiyo mwisho wa siku tutakuwa na jamii ya kila kitongoji wanajua nini kinaendelea na taarifa hizo. Lakini pia sio taarifa tu hizo kupitia kwamba wapate taarifa za mfuko wa vijana. Kuna taarifa za kilimo, kuna taarifa za maendeleo ya kitongoji, kuna taarifa za maendeleo ya halmashauri, kuna taarifa za elimu, kuna taarifa za afya. Zote hizo lazima wananchi wasipate kwa kawaida. Kwa hiyo tunajaribu kutengeneza mfumo ambao taarifa za sekta zote, taarifa za idara zote za kwenye jamii ziweze kupatikana kupitia vitongoji kwenu na kupitia programu zenu za simu. Ndio kitu ambacho tunajaribu kuangalia kwa sasa. Kwa hiyo kufanya hii habari ya programu za vijana ambao tumeanza sasa, mfuko unaanza kufanya kazi hapa kidogo. Umekuja kwa ajili ya kufanya majaribio kwanza, ili utakapokwenda vizuri unaweza ukapanuka zaidi. Sasa kwa sababu utakuwa hapa na watakuwa wanaongoza sana ni wenye vitu wa vitongoji, kuhakikisha wanasimamia na watakuwa wanatoa taarifa moja kwa moja kwenye vituo kama ambavyo